Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tukakuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Godwin Mawanja, nitaka kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Nezia Masinde, na kwenye habari za michezo tutakuwa naye Wahabili Mei. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa awataka wananchi kutumia fursa za kiuchumi zinazotokana na utalii katika sekta ya hifadhi. Wakulima wanatakiwa kupewa elimu ya bima ya mazao. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameagiza shirika la hifadhi za taifa TANAPA kuanzisha programu za kutangaza vivutio vilivyopo katika hifadhi ya taifa Mkomazi ili kuongeza idadi ya watalii wanaoingia katika hifadhi hiyo. Kwa taarifa zaidi tuungane naye Nancy Ibrahim. Amesema serikali imefanya uwekezaji mkubwa ikiwemo ujenzi wa barabara, lango la watalii na huduma nyingine za kijamii ndani ya hifadhi hiyo. Hivyo ni lazima sasa mamlaka hiyo itumie fursa hiyo kuongeza idadi ya watalii. Ametoa maagizo hayo leo Jumanne Machi tarehe 25, 2025 alipokuwa akizungumza na wahifadhi na wananchi baada ya kuzindua lango la kuingia na kutoka watalii la Ndea kwenye hifadhi ya taifa ya Mkomazi lililoko wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro, ambapo amesema ujenzi wa lango hilo ni sehemu ya maboresho makubwa yaliyofanywa na serikali ya awamu ya 6 katika kuchochea na kuongeza vivutio vya utalii nchini. Aidha, ameiagiza TANAPA kutoa elimu kwa wananchi kuhusu fursa zinazopatikana kutokana na uwepo wa watalii, ikiwemo vitu vinavyopendwa na watalii ili waweze kunufaika, huko akiwataka wananchi kuchangamkia fursa hizo. Kwa uzoefu wenu mlionao wa kuendesha mbuga mbalimbali nchini, Serengeti ikiwemo, Mikumi, Ruaha, Katavi na maeneo mengine, sasa hii Mkomazi ambayo ipo miaka yote na watalii walikuwa wanakuja, bado tunahitaji matangazo zaidi. Leo hii ukiuliza kwa haraka mbuga, anakuambia Serengeti, Ngorongoro, Tarangire. Hawazungumzi Mkomazi. Kwa nini? Hamjaitangaza vizuri. Hata ile idadi mliosema mmeongezeka kutoka 3,000 mpaka 9,000, mimi nasema tumechelewa kuwapata wengi zaidi. Na limbuga lina uwezo wa kuwapokea wote hapa. Tutangaze mbuga yetu ya Mkomazi na vivutio, wanyama ambao hawapatikani maeneo mengine watamkwe sana kwamba wanapatikana hapa. Na elezeni umbali kutoka Moshi mjini mpaka hapa. Elezeni kutoka Tanga kuja hapa. Elezeni kutoka Dar es Salaam kuja hapa. Kwa nini aende Serengeti bila kuingia Mkomazi ambako ni karibu na eneo hili? Katika hatua nyingine, Mheshimiwa Majaliwa amemwagiza Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Jerry Silaa kuweka mkakati wa kuimarisha mawasiliano katika njia na maeneo yaliyoko ndani ya hifadhi hiyo. Kweli wapongeze TANAPA kwa kuimarisha mbuga hii na kwa kuboresha mazingira hapa ya kuingia mbugani. Nimefurahi kusikia kwamba mnaishi vizuri na wenyeji. Ongezeni kuwafunulia fursa wananchi hawa ili wanufaike. Hakikisheni sasa wananchi hawa wanajua ni mambo gani muhimu yanayovutia watalii, ambako kwenye mbuga zenu nyingine watalii wanapenda sana, ili nayo yawepo hapa na wafanye hawa wananchi wenyewe ili wapate kunufaika na uwepo wa mbuga hii. Ule mshikamano mlionao ni mzuri zaidi, utawafanya hawa waiwe huru kwenye eneo hili kufanya biashara. Hata kule waliko wageni hawa wanatamani kuona nyumba tunazoishi ziko wapi. Wageni hawa wanataka kuona zana mbalimbali za kiutamaduni. Nyie ndio mnazijua, tengenezeni, peperusha mahali huko ili wakija, akishatoka mbugani anasimama hapo, anaacha pesa, anaondoka zake. Akitoa taarifa juu ya manufaa ya lango hilo, mhifadhi mkuu hifadhi ya taifa ya Mkomazi Emmanuel Mwailama amesema ujenzi wa lango hilo utaongeza idadi ya watalii katika mbuga hiyo, ambao wengi wanakwenda kuona maisha ya jamii ya Ziwa Jipe, faru weupe pamoja na tembo. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amefanya ziara ya kutembelea barabara ya Kitunda Kivule hadi Mbondole njiani na kumtaka mkandarasi ambaye amekabidhiwa ujenzi wa barabara hiyo kuanza kazi mara moja
kabla hatua za kisheria kuchukuliwa, kwani tayari mkandarasi ameshachukua sehemu ya malipo ya ujenzi. Taarifa zaidi na Mrisho Mapeo. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ziara hiyo alipoambatana na meneja wa TARURA wa mkoa huo, mkuu wa mkoa Albert Chalamila amesema mkandarasi huyo alishachukua fedha za kuanzia kazi, lakini kazi haijaanza, hivyo amemtaka mkandarasi huyo kuanza kazi mara moja ili kumaliza changamoto za wananchi. Aidha, Chalamila amesema kuwa barabara ya kutoka Mbondole njia 4 kuelekea Pugu haipo kwenye mpango huo, bali itaingia kwenye mpango wa DMDP awamu ya pili. Hivyo kwa sasa mkandarasi huyo anapaswa kuwa kazini kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya Kitunda Kivule hadi Mbondole njia 4 yenye zaidi ya kilomita 6. Sasa huyu bwana amesha saini mkataba. Baada ya kusaini mkataba huu aliusaini mwaka jana. Baada ya kusaini mkataba wetu, serikali imejipanga chini ya Mheshimiwa Dr. Samia, na sisi kwetu kama TAMISEMI, Mheshimiwa waziri wetu wa TAMISEMI ndugu yetu Mchengerwa wamekwisha mlipa huyu bwana pesa ya kuanzia kazi. Na huyu bwana anachopaswa ukifanya ni kuhakikisha anakuwa na magreda site, anakuwa na vifaa vyote site. Lakini mimi nimepita juzi, nimepita na jana, nimeona na greda moja, nimeangalia na magari mengine ni kama siyaoni. Kwa upande wake, meneja wa TARURA mkoa wa Dar es Salaam Geoffrey Mkinga aliposhiriki ziara hiyo amesema mkandarasi wa barabara hiyo anapaswa kuwa ameanza kazi kuanzia Januari 15 mwaka huu, lakini hadi sasa ameandaa eneo la kuhifadhia vifaa pekee, ambapo mradi huo ni wa miezi 15 na gharama yake ni shilingi bilioni 30. Mkandarasi ambaye amepewa barabara hii hapa anaitwa mkandarasi Geo Engineering Group Corporation. Amepewa kazi ya kutengeneza hizi barabara Kitunda Kivule Msongola, lakini pia na hii barabara ya Majohe Junction njia 4 kilomita 2.7, na mkataba wake una jumla ya shilingi bilioni 30.3, lakini pia kazi imeanza kutokea tarehe 15 Januari na inategemea kukamilika tarehe 30 Mei 2026. Hadi kufikia sasa mkandarasi amekwisha kujenga kempu pekee na amefanya kazi za kufanya mapitio kwa ajili ya uondoaji miundombinu mingine kwenye barabara ambayo tunaendelea kuihakiki ili aweze kuiondoa na kazi rasmi ya ujenzi iweze kuendelea. Baadhi ya wananchi wa eneo hilo la Mbondole njia 4 wamesema ubovu wa barabara hiyo ni changamoto kubwa kwenye maisha yao kutokana na kushindwa kufanya shughuli zao kwa ufanisi, huku pia wakilalamikia changamoto ya akina mama wajawazito kujifungulia njiani. Changamoto ni kubwa, yani tuseme ni kubwa zaidi sana, kwa sababu hususan kwenye kipindi cha masika huwa tunapata sana shida sana sisi si bodaboda. Unakuta sehemu ya nauli inakuwa ni buku, lakini tunapandisha 3000. Nauli ya shilingi 3000 tunapandisha shilingi 5000 kutokana na barabara zinakuwa ni mbovu, kwa sababu zinakuwa ni changamoto. Na maana njia tunazitafuta, tunapita wani kwa watu, unakuta wametuchimbia mashimo, ndio hivyo mpaka abiria anafika. Kwa hiyo unakuta ni hususan mama zetu, dada zetu, abiria zetu wanapata sana shida sana. Barabara kuanzia Mombasa mpaka kuja kwetu njia 4, barabara mbovu, madaraja mabovu, hasa watoto wetu wataoenda shule. Ikifika kipindi cha kwenda shule wanapata shida ama njia, na sisi mama ntilia tukitoka huko Mazizini tukija mpaka huku, hadi tunarudi huku tupo hoi, barabara zote mbovu. Yaani kipindi cha mvua kwetu inakuwa ni changamoto, tuboreshewe barabara. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Serikali imetoa pole kwa wakazi 319 waliopatwa na maafa ya nyumba zao kuezuliwa na upepo kufuatia mvua kubwa ilionyesha usiku wa kuamkia Machi 24 mwaka huu katika manispaa ya Musoma mkoani Mara. Adam Kadutu ana taarifa zaidi. Akitoa salamu za pole kwa njia ya simu kupitia kwa mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi alipokuwa akipita kuangalia madhara yaliyojitokeza kufuatia mvua hiyo kubwa iliyoambatana na upepo usiku wa Machi 24 mwaka huu, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali inachukua hatua za haraka kuhakikisha wananchi wanarejea kwenye maisha yao ya kawaida. Ndugu wananchi, poleni. Poleni sana, tumeona hilo tukio kupitia vyombo vya habari. Nataka niwafikishie pole, na Mheshimiwa Rais amenipigia muda mfupi uliopita akitaka taarifa, na nilipomwambia kwamba sasa nataka kuzungumza na wananchi kule,
amenituma niwape salamu za pole. Tumeshamleta mtu wa maafa, ameondoka alfajiri leo Dodoma, anakuja kuungana na timu ya maafa hapo Msoma, na atakapofika watashirikiana kufanya uratibu wa madhara hayo ili serikali ione namna mzuri ya kusaidia kutatua changamoto zinazoweza kujitokeza kwenye eneo hilo. Ni wasihi wakati huu mwe watulivu, lakini pia mtoe ushirikiano kwa uongozi wa mkoa na wilaya ili waweze kushughulikia vizuri jambo hilo na hatimaye serikali tuweze kujua namna mzuri ya kulisaidia. Haya takriban 319 kuna maeneo mbalimbali yaliyopata madhila hayo, ikiwa ni pamoja na majengo ya taasisi za serikali, alafu na nyie watu binafsi. Jambo moja kama mkoa ambalo tunashukuru ni kwamba hakuna kifo. Awali akizungumza na wahanga wa maafa haya, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amesema hadi sasa imebainika ni wakazi 319 ndio walioathiriwa na maafa haya. Leta mafundi wafanye tathmini leo wafanye tathmini, tupate mbao na bati, ikiwezekana kesho waanze kazi. Muombea aendelee na kazi yake vizuri, mtoto wa watu baba. Hiyo kama hivyo magodoro yangu, nguo za watoto za shule pia zimepelekwa na maji. Sasa changamoto iliyopo sana, tukienda kule ambako mmepeleka misaada, wanatuambia kwamba sisi shia yetu haimo. Kiendelea kwa moyo huu, serikali inaendelea kuaminika 100%. Asante sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo. Licha ya jitihada za serikali kupitia Wizara ya Afya kuendelea kutoa elimu kwa wachimbaji wadogo wa madini juu ya umuhimu wa kujikinga na ugonjwa wa kifua kikuu, kundi hili limeendelea kuathirika kutokana na mazingira ya kazi kutokuwa salama. Taarifa zaidi na Joel Maduka kutoka Geita. TV Habari imetembelea kata ya Rwamgasa, kijiji cha Imalamaguzu, na kuzungumza na wachimbaji wadogo wa dhahabu kuhusu changamoto zao, ambapo wamedai wengi wao bado hawajawa na uelewa na elimu kuhusu ugonjwa huo, pamoja na kuelezwa kuwa maeneo ya uchimbaji ni sehemu ambazo ni hatarishi kwa ugonjwa wa kifua kikuu. Inawezekana kabisa kifua kikuu watu wakaambukizana kwa sababu ya msongamano na vumbi. Hapa kitu ambacho tunakiona vumbi na msongamano wa watu. Maana kifua kikuu kinaambukizana kwa njia ya kukohoa, mwingine akakipata. Kwa sababu ni waoga, sababu mojawapo kwa sababu mchimbaji anapata hiyo hali ya hewa kwa sababu anateremka chini, anakutana na hewa nyingine ni nzito au hapati hewa ambayo ni kubwa, unakuta mwingine anapata yale maradhi. Wanaogopa kwamba nikienda kupima nitaonekana kwamba nina virusi vya ukimwi. Alafu ndio anaogopa kwamba mwenzangu nikienda kupima nitaambiwa kwamba nina HIV, kumbe HIV si inaweza kuwa na tatizo la TB. Kwa ushauri wangu tu naomba muwatembelee, muwape semina nzuri. Viongozi wa migodi katika eneo hilo wanadai kuwa wanafanya jitihada kuhakikisha wafanyakazi wao wanakingwa dhidi ya ugonjwa huu hatarishi. Kama mgodi tunashirikiana na wadau. Kwa mfano tunapoona labda kuna mtu ana dalili anaumwa, kwa sababu tuko karibu na kituo cha afya tu hapa kijijini, kwa tunawapeleka pale kwa ajili ya vipimo mbalimbali ikiwemo pia maradhi ya kifua kikuu. Lakini hapa mgodini hatuna kitu chochote ambacho tunaweza tukabaini kwamba kuna dalili za kifua kikuu, kwani hatuna wataalamu wanaotutembelea hapa mara kwa mara. Nachofikiria kwanza ni kuendelea kuwapa elimu, kutosogeleana na kufanya kazi kwa tahadhari, kwa sababu kupumua ovyo na kutema ovyo makohozi ni kusababisha ueneaji wa ugonjwa wa kifua kikuu. Kwa nini tunasema hapo hatarini? Kwanza, kitu cha kwanza hasa kwa wale wachimbaji ambao wadogo hawatumii vifaa vya kujikinga na lile vumbi ambao wanakuwa nalipata, lakini wengine pia wanachenjua zile dhahabu, wanatumia mercury, moja kwa moja zinakuwa vinaenda kuasili mapafu. Sasa mapafu yanapokuwa yamelemaa kwa kutumia aidha hilo vumbi au hizo kemikali wanazozitumia kwenye kuchenjua dhahabu, inakuwa ni rahisi kuweza kupata ugonjwa wa kifua kikuu. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Kamati ya kudumu ya bunge hesabu za serikali za mitaa LAAC imebaini dosari 11 katika utekelezaji wa miradi ya ujenzi na kutoa maagizo 4 kutokana na kukosekana kwa taarifa za vifaa vya ujenzi vyenye thamani ya shilingi milioni 73 katika halmashauri ya wilaya Mbeya. Taarifa ya Daniel Simelta kutoka Mbeya
inafafanua zaidi. Kamati ya kudumu ya Bunge ya hesabu za serikali za mitaa LAC ilianza katika mradi wa ujenzi wa kituo cha afya cha Swaya ambacho kwa mujibu wa taarifa ya mkaguzi mkuu wa serikali CAG kuna ongezeko la matumizi ya fedha nje ya bajeti. Miradi kutokamilika kwa wakati ulioainishwa katika mikataba. Uwepo wa ongezeko la gharama za miradi. Kutokana na changamoto zilizoainishwa hapo juu, kamati ina mapendekezo yafuatayo kwa ofisi ya mkuu wa mkoa. Ofisi ya mkuu wa mkoa iongeze kasi ya ufuatiliaji wa miradi yote ya maendeleo inayotekelezwa katika mkoa wa Mbeya, ikiwa ni pamoja na kubainisha changamoto zote pindi zinapotokea na kuangalia namna sahihi bora corrective measure ya kuondoa changamoto hizo kabla hazijaleta athari katika miradi husika. Kwa nini vifaa viingie vya thamani hii, lakini kutoka sasa hakuna ushahidi, wakati taratibu na ni mtu wa manunuzi anajua sheria za manunuzi na guide nini? Sasa vitu kama hivi hamwezi kutujibu majibu eti kuna leja. Ameuliza hapa Jessica, hivi leja ni karatasi moja moja ambayo inaweza kama imechomoka ama nilibuku? Nilibuku ni kitabu. Sasa why kitabu kisionekane na tunajua wakaguzi wanafanya kazi na nyie kipindi kirefu? Hata hivyo, kabla ya kutoa taarifa hiyo, wajumbe wa kamati ya LAC walipata fursa ya kuhoji kwa kupotea baadhi ya nyaraka za utekelezaji wa miradi hiyo. Hiyo leja sawa. Kwenye hiyo pia site leja kuna item nyingi, ndio. Kwa nini zikosekane 9? Yaani kama kuna nyingine imeonyeshwa fundi kachukua nondo 7 ipo. Kachukua hiki ipo. Lakini fundi kuchukua tofali labda 600 ndo haipo. Lakini ni kwenye kitabu kimoja. Kwenye hiyo site leja ambazo zingine mkaguzi ameziona. Ndio hizo zinazoleta variation. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, hili jambo kwa kweli mimi nadhani ni hoja sahihi, lakini pia na muda nadhani wako umeongeza sana. Na hii pia mheshimiwa mwenyekiti inatoa somo kwamba tunapokuwa tunatoa miradi tuwe tunahakikisha hasa wakurugenzi kwamba eneo ambalo fedha ya serikali inaenda pasiwe pana mgogoro wa ardhi. Mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya ya Mbeya Erika Egela amekiri mbele ya kamati kuwa kuna uzembe uliotokea katika utekelezaji, huku mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali amesema kuwa mbali na matumizi ya fedha hizo, lakini pia utekelezaji wa miradi hiyo upo nje ya muda. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwako lazima niseme ukweli. Na ndio maana hali umeiona sasa hivi unaendelea kukamilika na ujenzi unaendelea kujengwa. So lazima umekiri uzembe. Mheshimiwa, nimekiri mheshimiwa. Kwa sababu ya kwanza tulikubali kwamba hiyo miezi 6 ni moja hapa delay ya compensation. Ila baada ya hapo wakaenda mpaka miezi 17. Asante sana Daniel Simelta kwa taarifa hiyo. Mabasi zaidi ya 100 yanatarajiwa kuwasili nchini kwa ajili ya kusafirisha abiria katika jiji la Dar es Salaam kupitia kampuni ya mabasi yaendayo haraka, ikiwa ni sehemu ya mabasi 300 ambayo serikali imepanga kuyanunua ili kuondoa changamoto za usafiri katika jiji hilo. Gudla Kimsola ameenda taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika karakana ya mabasi mwendo kasi iliyopo Ubungo jijini hapa, mkurugenzi wa kampuni ya mabasi yaendayo kwa haraka UDART, Waziri Kindamba amesema hatua hiyo inakwenda sanjari na uundaji wa tume maalum ya kuchunguza malalamiko ya usafiri wa mwendo kasi, ambapo hadi sasa tume hiyo tayari imekamilisha ripoti yake ambayo imebainisha njia bora za kuboresha huduma hiyo ambayo imehudumia wananchi kwa takribani miaka 8. Kutokana na kero mbalimbali ambazo zimekuwa zikitokea kwenye mwendo kasi, Mheshimiwa Rais alielekeza na kuunda timu maalum ya kupitia kero za mwendo kasi na kuja na majibu na majawabu kwa ajili ya kutibu kile ambacho wananchi wanakipitia katika jiji la Dar es Salaam katika mabasi ya mwendo kasi. Na ripoti ile imeshakabidhiwa katika ngazi za juu na tunaamini kwamba ndani ya muda mchache ujao mabasi haya mapya yatakuja, lakini pia na hali ya usafiri wa umma katika jiji la Dar es Salaam unakwenda kuboreshwa. Niwahakikishie tu wana Dar es Salaam, niwahakikishie wa Tanzania, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anayo dhamira ya dhati na ya kweli ya kuhakikisha kwamba mabasi ya mwendo kasi, mabasi ya umma yanafanya kazi kwa ajili ya kuwahudumia wana Dar es Salaam na Watanzania bila ya kupata shida yote. Kwa mujibu wa Kindamba, mabasi hayo mapya yanayotarajiwa kuanza kuwasili kuanzia mwezi ujao yatakuwa ya kisasa, yakiwa na viyoyozi, sehemu za kuchajia simu,
runinga na yatatumia gesi asili ya CNG. Kumekuwa na malalamiko muda mrefu na ndio uhalisia, jiji letu la Dar es Salaam lina joto sana. Kwa hiyo tumeweza kukata hiyo solution kwa kuleta gari ambazo zitakuwa na kiyoyozi full time. Lakini pia gari hizi zitakuwa na screen TV ndani, watu waweze kupata taarifa na kupata habari mbalimbali, lakini pia na matangazo na kadhalika. Lakini pia kingine, gari hizi zitakuwa na port za kuchajia simu kwa maana ya USB, lakini pia hata wale wanaotumia iPhone 16, iPhone 15 kwa maana ya Type C. Kwa hiyo litakuwa ni gari la kisasa na litakuwa very comfortable. Aidha, Kindamba amekiri kuwa mabasi mengi ya mwendo kasi yaliyopo sasa yamechakaa kutokana na matumizi makubwa yaliyozidi ukomo wa muda uliokadiriwa na mtengenezaji wa mabasi hayo. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Tanzania imechaguliwa kuwa mwenyeji wa mafunzo ya wajumbe wa Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika kutokana na nafasi yake barani Afrika katika kusimamia amani na usalama. Hazla Omar ana taarifa zaidi kutoka Arusha. Akifungua mafunzo hayo kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Naibu Waziri wa wizara hiyo Kosato Chumi amesema diplomasia ya Rais Dr. Samia ndio imewavutia viongozi hao kuja Tanzania. Kwa kawaida wakishachaguana mafunzo kama haya huwa yanatakiwa yafanyike katika nchi ambayo wakati huo mwezi huo ndio mwenyekiti wa hiki chombo. Lakini sisi pamoja na kuwa sio mwenyekiti wa hiki chombo kwa mwezi huu Machi, lakini kwa vile ambavyo mwanadiplomasia namba 1 rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan anafanya kazi nzuri ya kuiheshimisha nchi yetu, basi mafunzo haya tumepewa sisi heshima ya kuwa wenyeji wa mafunzo haya. Kwa hiyo tunatumia nafasi hii kuendelea kuwathibitishia umma wa Tanzania vile ambavyo Mheshimiwa Rais wetu anaendelea kuheshimika na tunaendelea kuaminiwa kama taifa, lakini pia kuwapongeza watendaji wetu wakiongozwa na balozi wetu Balozi Innocent Shiwa aliyoko Addis Ababa na wataalamu wake wote pamoja na wizara kuona kwamba tumefanikiwa kuweza kuhosti mafunzo haya muhimu. Kwa upande wake, balozi wa Tanzania nchini Ethiopia na mwakilishi wa kudumu wa Umoja wa Afrika na Kamisheni ya Uchumi wa Umoja wa Mataifa barani Afrika, Balozi Innocent Shio amesema mafunzo hayo yatasaidia kuleta uelewa wa pamoja wa namna kukabiliana na masuala ya usalama barani humo. Wajumbe wapya, wajumbe wa zamani waliotoka na wajumbe wanaoendelea ikiwemo Tanzania, tunakutana kutafakari tumetoka wapi, tuko wapi na tunataka kwenda wapi. Yapi yaliyokuwa mafanikio yetu, ni wapi hatukufanikiwa, na ni zipi changamoto ambazo ziko mbele yetu na namna ya kuzitatua. Mafunzo haya yenye wajumbe zaidi ya 80 yamejumuisha kundi la mabalozi, kundi la waambata wa jeshi na kamati ya wataalamu ya kusimamia mambo mbalimbali katika baraza hilo. Asante sana Hazla Omar kwa taarifa hiyo. Wananchi mkoani Ruvuma wametakiwa kuchukua tahadhari kwa kuhakikisha wanajiunga na bima ya afya ili wawe na uhakika wa kupata huduma za matibabu pindi wanapokumbwa na changamoto za kiafya. Taarifa ya Innocent Horoma kutoka mkoani Ruvuma inaeleza zaidi. Wito huu umetolewa na meneja wa mfuko wa taifa ya bima ya afya mkoa wa Ruvuma Hansi Mwankenja wakati akizungumza na kina mama wajawazito waliohudhuria kliniki katika hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Songea katika zoezi la ugawaji wa vifaa vya kujifungulia. Hansi amesema serikali imewekeza katika miundombinu ya afya na kuhakikisha wataalamu na vifaa tiba vinapatikana, hivyo ili kuwa na uhakika wa kupata huduma bora za matibabu na matibabu ya kibingwa, ni vyema kila mwananchi akawa na kadi ya bima itakayomhakikishia kupata huduma za matibabu ya afya. Ni muhimu sana watoto hawa wapokelewe vizuri kwa vifaa hivi ambavyo tumevisema, lakini pia kuja kuwakatia kadi. Kwa hiyo naombeni vipaumbele vya matumizi yetu vya fedha tunazozipata. Mungu ametujalia mkoa wetu tunazalisha sana. Tunazalisha sana mahindi na mazao mengine na yanauzika. Bila kuwa na kadi ya bima afya, magonjwa hayatabiriki, si ndio? Lakini ukiwa na kadi yako unashangaa, unampeleka mtoto pale. Kama hapa Mpitimbi amesema bwana, homa ya mtoto hii ni kubwa, mpeleke Peramio. Unachukua kadi yako unampeleka mtoto Peramio, si ndio? Peramio akasema hii homa ni kubwa sana, mtoto huyu aende Muhimbili. Unachukua kadi yako unampeleka mtoto Muhimbili. Sawa jamani?
Jackson Sekunde ni mganga mfawidhi hospitali ya wilaya ya halmashauri ya wilaya ya Songea. Amesema vifaa tiba hivyo vilivyotolewa na serikali kupitia mfuko wa taifa ya bima ya afya vitaendelea kuongeza chachu ya utoaji wa huduma kwa kuwawezesha kina mama hao kupata huduma bora hata baada ya kujifungua. Kutambua mchango wa kina mama hawa ambao watatuletea viongozi wa kesho. Tunashukuru sana. Pia kwa hospitali yetu hii kwa kupatia vifaa hivi vitatusaidia kurahisisha huduma za kina mama ambao wamepatiwa vifaa hivi, kwa sababu hapa tunatoa huduma za OPD, tunatoa huduma za upasuaji sana sana kwa kina mama ambao wanatarajia kupata watoto. Kwa hiyo kwa kupatia vifaa hivi vitatusaidia na vitawasaidia kupunguza gharama ndogo. Ndio tunajua ni gharama za mama na mtoto ni bure, lakini kwa uwepo wenu hapa leo umesaidia kufanya hizi huduma ziwe bure kabisa. Kwa upande wa wanufaika wa vifaa hivyo, nao walikuwa na haya ya kusema. Wametusaidia kwa sababu kama wengine tujifungue kifuku, lakini kwa hicho tulichotupa tunasema asante, Mungu awabariki sana. Sasa changamoto ya pesa, tunashukuru sana kutupa msaada wa kujifungulia, ametuokoa pakubwa. Asante sana Innocent Horomo kwa taarifa hiyo tokea hapo Ruvuma. Serikali mkoani Pwani imesema kwamba maandalizi kwa ajili ya tukio kubwa la sherehe za uwashuaji wa mwenge wa uhuru kitaifa inakwenda vizuri na kwamba imefikia kiwango cha 96% na kwamba unatarajiwa kuwashwa Aprili 2 mwaka huu katika uwanja wa shirika la elimu Kibaha. Taarifa iliyoandaliwa na Victor Masangu kutoka mkoani Pwani inasomwa na Nancy Ibrahim. Hayo yamebainishwa na mkuu wa mkoa wa Pwani Alhaji Abubakar Kunenge wakati akizungumza na waandishi wa habari na kubainisha kwamba katika siku sherehe hizi wanatarajia kupokea wageni zaidi ya 16,000 kutoka ndani na nje ya nchi. Uwanja umekamilika. Mnaona tumeshajenga jukwaa kubwa ambao ni jukwaa zuri kabisa, na kuna sehemu ya viongozi VIP 1, kuna VIP 2, 3 na 4, lakini tumeweka matenti ya kutosha. Tunategemea hapa kupata watu takriban 16,000. Aidha amebainisha kwamba katika eneo hilo ambalo litatumika kwa ajili ya uwashaji wa mwenge wameweza kuboresha miundombinu mbalimbali ikiwemo ya huduma za maji, nishati ya umeme pamoja na miundombinu ya barabara. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo ya kwake Victor Masangu kutoka hapo mkoani Pwani. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimesisitiza kuwa mchakato wa uteuzi wa viongozi wa chama hicho uliofanywa na kikao cha Baraza Kuu Januari 22 mwaka huu, ikiwemo kumuidhinisha katibu mkuu wa chama hicho, ni kikao halali kufuatia kuwa na wajumbe 234 sawa na 56.8%. Mwanahabari wetu Goodluck Msola anatupa undani wa taarifa hii. Akizungumza na wanachama wa Chadema mkoani Mtwara pamoja na kanda ya Kusini, katibu mkuu wa Chadema John Mnyika amesema chama hicho kimepata taarifa iliyotolewa na msajili wa vyama vya siasa akiwataka kutoa majibu ya barua ya mmoja wa wanachama wa Chadema aliyepinga uteuzi wa viongozi hao katika Baraza Kuu la Chadema kupitia mkutano ulioketiwa Januari 22 mwaka huu na kushuhudiwa na mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu aliyefanya uteuzi wa viongozi hao. Baada ya kuondoa ajenda ya uchaguzi, kikao kikaendelea na ajenda za kawaida ambazo ni kuthibitisha uteuzi wa katibu mkuu na manaibu wake na kuthibitisha uteuzi wa wajumbe wa kamati kuu waliokuwa wamependekezwa na mwenyekiti. Ajenda hizi za kawaida zinaongozwa kwa mujibu wa katiba ibara ya 6.22a kwamba akidi ni 50%. Katika kikao cha Baraza Kuu cha tarehe 22 mwezi Julai, idadi ya wanachama viongozi waliokuwepo wajumbe wa Baraza Kuu ambao walisaini wenyewe, sio tu kwa kuandikiwa majina. Bahati njema sana kwenye kikao kile cha Baraza Kuu, kila mjumbe aliandika jina lake kwa mkono wake mwenyewe, cheo chake kwa mkono wake mwenyewe, eneo lake analotoka kwa mkono wake mwenyewe, nambari yake ya simu kwa mkono wake mwenyewe, na akasaini kwa mkono wake mwenyewe. Jumla ya wajumbe 234 sawa na 56.8 walihudhuria Baraza Kuu, na tunao ushahidi wa mahudhurio yao. Wanataka kuwaambia wanachadema na Watanzania, muwe na amani na muwe na imani. Hata hivyo, Mnyika amesema Chadema wanaendelea na msimamo wao wa kutaka mabadiliko katika sheria na kanuni za kusimamia uchaguzi mkuu, huku wakitarajiwa kufanya mikutano ya hadhara na kutoa mafunzo kwa wanachama
kuelezea ajenda ya no reform no election. Naendesha mafunzo hapa, narejea Dar es Salaam, bado na safari ya kwenda kuendesha mafunzo kanda ya kati, kwa maana ya mikoa ya Dodoma, Singida, Morogoro. Tutakwenda kanda kwa kanda kuendesha mafunzo. Lakini pamoja na kuendesha mafunzo, wakati tukiendelea na mafunzo, maelekezo, kukagua uhai wa chama kupitia vikao vya ndani, timu zingine zinaendelea na mashambulizi kupitia mikutano ya hadhara, pamoja na kuwa kwenye mzunguko huo mikoani. Lakini tuhakikishie tu wanachadema kwamba jitihada hizo zinazoendelea kufanywa tutazidhibiti kwa haki kabisa, kwa kuzingatia katiba, kanuni, maadili, itifaki ya chama na mwelekeo wa chama kwa ujumla. Ikumbuke kuwa kupitia ukurasa wa mitandao ya kijamii na baadhi ya vyombo vya habari siku ya jana, walimnukuu msajili wa vyama vya siasa akimtaka katibu mkuu wa Chadema John Mnyika kutoa maelezo ya kujibu barua ya mwanachama wa Chadema ambaye aliandika na kupinga uteuzi wa viongozi wa Chadema walioteuliwa Januari 22 mwaka huu katika kikao cha baraza kuu la Chadema, kikao kilichoongozwa na mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Na mtazamaji, hiyo ni taarifa ya habari na mimi ni Godwin Mawanja. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Wakulima watakiwa kupewa elimu ya bima ya mazao.